Ninaitwa Kennedy Mahona, mwenyekiti wa mtaa Rukosi. Yapata kama wiki 3 zilizopita, baba wa marehemu alifika nyumbani kwangu majira ya saa 4 ya usiku. Akanipa taarifa kwamba mtoto wake amepotea na ametata zaidi ya masaa 5 lakini hajampata. Baada mimi nimshauri kwamba aende kutafuta, lakini akipita masaa 24 basi aende kutoa taarifa polisi. Lakini pia nikamshauri hata kama masaa hayo hayajafika, ni vizuri kufika kituo cha polisi, kwa sababu inawezekana labda ameokotwa na watu huko akapelekwa huko, ikawa ni rahisi kumpata. Kijana aliondoka, lakini pia hakurudi kunipa mrejesho kwamba nini kiliendelea. Sasa siku fulani majira ya saa 10 nilipigwa simu na mwenye nyumba kuwa wananihitaji askari hapa nyumbani alipokuwa amepanga Jose. Niliweza kufika hapa na nikamkuta Jose. Akasema kwamba yeye mtoto wake alimuua, akamkatakata vipande, akamtumbukiza kwenye shimo la choo. Lakini walivyoangalia polisi hawakuamini kwamba kweli amefanya hivyo kwa sababu ya udogo wa tundu la shimo ambalo waliliona. Lakini baada hapo tena Jose alibadilisha usemi kwamba mtoto yule hakumuua, isipokuwa alikuwa anaogopa adhabu ya polisi. Yeye anaomba tu wampe dhamana ili akaendelee kushirikiana na familia ili waweze kumpata mtoto aliko, kwa sababu inaonyesha kwenye familia yao kuna mambo ya kishirikina. Basi polisi waliondoka naye wakaendelea kumshikilia. Na leo nikiwa kwenye shughuli zangu za kiserikali, nilipigwa simu pia na mwenye nyumba kuwa askari wananihitaji hapa. Nimeweza kufika, wakanipa maelekezo kwamba Bwana Jose ameeleza ukweli kwamba mtoto wake alimuua na akakatakata vipande vidogo sana na akaweka kwenye choo, akaflash kuingiza kwenye shimo la choo. Basi baada hapo tumeendelea na zoezi la kuchimba hicho choo, kutindua ili kupata mabaki ya mwili. Tumefanya hivyo kwa kushirikiana na wananchi wachache, polisi na jeshi la zimamoto, na wameingia wamepata hivyo vipande vidogo. Kwa hiyo sasa mimi ninachosubiria utaratibu wa polisi kwamba nini kinaendelea. Kwa maelezo yake ya kwanza anasema ndani ya familia kuna mambo ya kishirikina, na hivyo akawa anaomba kwamba aweze kuruhusiwa ili akashirikiana na familia aweze kumpata mtoto aliko. Kumbe alikuwa anatudanganya. Amefanya hilo tukio na leo umejionyesha wazi kwamba amelifanya. Mimi ndiye mwenyeji wa hii nyumba, na huyo dogo ambaye anaitwa Jose alikuwa mpangaji. Amekaa hapa kwangu miaka 3. Kama alikuwa anajishughulisha na bodaboda. Yeye ni dereva bodaboda. Ila mimi muda mwingi huwa natoka naenda kwenye mihangaiko ya kiufundi. Kwa hiyo muda mwingi sishindi hapa. Kwa hiyo hata ilivyotokea hivyo akaniambia alichukua mtoto kwa mzazi mwenzie ili aje akae naye hapa. Nilimuuliza baada ya kutokea hilo tukio kwa ajili ya kuelewa zaidi. Akaniambia kwamba alikuwa anakaa naye hapa zaidi ya wiki 2, kwa sababu natoka asubuhi naenda kwenye mihangaiko, jioni narudi. Kwa maana hiyo mtoto sijawahi muona. Hapa ndani na watoto ambao wapo zaidi ya muda ninao kuwepo mimi, hawajawahi muona. Kwa hiyo kwa awamu ya kwanza nilimuuliza kama kirafiki, bwana, nimesikia kwa mzazi mwenzio kwamba mtoto amepotea na ulikuwa unakaa naye hapa. Alichonijibu, aliniambia kwamba yeye muda mwingine alikuwa anashinda naye kijiweni. Nilichofanya nikampigia bodaboda mwenzake kijiweni, akaniambia huyo mtoto hatujamuona hapa kijiweni. Kwa hiyo nikaona tayari ameshanidanganya. Kwa hiyo hakuwa muwazi. Kwa hiyo mtoto hajaonekana mazingira haya. Hata kama alimchukua labda ni usiku, sababu muda mwingine anatoka usiku anarudi usiku. Sababu bodaboda hawana muda wa kusema kazi yake mwisho saa ngapi. Kwa hiyo wewe hujawahi kumuona kabisa mtoto? Kwa sababu hapa nyuma alikuwa na mke. Kwa hiyo huyu mzazi mwenzake aliyekuwa anasema yeye, huyo mtoto sijawahi muona. Ila mke yule mwingine na mtoto mmoja ambaye namfahamu.
kale katoto tunakafahamu amekaa nako hapo, walipozinguana sijui alimfukuza kaondoka. Ila huyu ambaye tukio limetokea sijawahi muona. Baada ya kufika hapa nikaona amesema kuna mtoto alifanywa ukatili, akachinjwa vipande vipande na kutupwa kwenye shimo. Kwa kweli linatoa sikitisho kubwa sana, hasa kwa vijana siku hizi wanakurupuka wakiwaza mambo mengi labda ya kiutajiri au na ukatili wa kusema kwa sababu mtoto labda anampa usumbufu wa kutunza, ndio maana labda wanafanya hivyo. Mimi ninashukuru kwa uchunguzi wa maaskari, polisi na wananchi wengine wote waliotoa ushirikiano mpaka hili jambo likapatikana jibu. Manake bila kupatikana jibu vinaweza vikawa vitendo vya ukatili vikawa vinaendelea kila siku. Sisi tunazidi kuomba msaada kwenu, manake ulinzi ni juu ya serikali pamoja na mwananchi wenyewe. Mimi naitwa mkaguzi msaidizi Melkisedek Heri Banzi. Wakati tupo kituoni kwenye shughuli zetu za kawaida, tumepigiwa simu, tumeambiwa kuna zoezi la maokozi Mtwivira. Inasemekana kuna mtu amemkatakata mwanae, amemdumbukiza kwenye shimo la choo. Nikachukua kuru yangu, tumefika eneo la tukio, tumevunja sehemu ya choo, tumegundua kuna nyama nyingi sana. Hatujadhibitisha kama ni za binadamu, lakini inawezekana kwa sababu kuna sehemu ya mbavu, kuna vidore na baadhi ya mifupa. Ndio. Tunaona sasa zoezi limesimama, pengine nini ambacho kinaendelea? Sisi tayari tumekamilisha kwa namna moja au nyingine, kwa sababu baadhi ya nyama sisi hatudhibitishi kwamba ni za binadamu, lakini kuna mbavu zinaonekana, vidore na baadhi ya mifupa. Lakini vidole ukiviangalia unagundua ni vya binadamu. Sasa wenye mamlaka zaidi watadhibitisha kwamba ni binadamu au sio, lakini ni nyama nyingi hasa.